أما بعد baada ya utangulizi huu tunamhimidi Allah tabaraka wa taala ala ni'amihi alkathira, juu ya neema zake nyingi. Miongoni mwa neema zake Allah tabaraka wa taala ni neema ya utulivu. Tunaendelea na mwendelezo wetu wa kuzisoma ahadithu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam في كتاب الإمام العالم الهمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المسمى بصحيح البخاري. katika kitabu الرقاق. Katika siku hii ya leo tutausoma mlango unaosema babu ar-rajai ma'a al-khawf. Wa qala Sufyan ma fi al-Qur'ani ayatun ashaddu alayya min lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal-injil wama unzila ilaykum min rabbikum. Tupo katika kitabu cha kulainisha nyoyo katika Sahihu al-Bukhari, katika mlango wa 19 ambao anasema al-Imam al-Bukhari babu ar-rajai ma'a al-khawf. Huu ni mlango unaomtaka mtu kuwa na matarajio pamoja na kumhofu Allah tabaraka wa taala. Huu ni mlango unaomtaka mtu kuwa na matarajio mazuri pamoja na kumhofu Allah tabaraka wa taala. Babu ar-rajai ma'a al-khawf. Huu ni mlango unaomtaka mtu mja wa Allah kuwa na matarajio mazuri mbele za Allah ma'al khawf, pamoja na kumhofu Allah tabaraka wa taala. Wa qala Sufyan, na amesema Sufyan rahimahullahu taala, ma fi al-Qur'ani ayatun ashaddu alayhi, hakuna katika Qur'ani aya ambayo ni nzito zaidi juu yangu. Ma fi al-Qur'ani ayatun ashaddu alayhi, hakuna aya katika Qur'ani iliyokuwa nzito zaidi juu yangu. Min lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal-injila wama unzila ilaykum min rabbikum. Lastum ala shay'in, nyinyi si lolote. Lastum ala shay'in, nyinyi si lolote. Na hii ilikuwa ni khitabu ya Allah kwa Mayahudi na Wakristo. Allah tabaraka wa taala alipokuwa akiwazungumzisha Mayahudi na Wakristo akisema, ya ahla alkitabi, enyi watu mlopewa kitabu. Ya ahla alkitabi, enyi watu mlopewa kitabu. Lastum ala shay'in, hamna lolote. Lastum ala shay'in, hamna lolote. Hatta tuqimu at-taurata wal-injil, mpaka muisimamishe Taurati na Injili.
yani nyinyi Mayahudi na Wakristo hamna lolote mpaka muisimamishe Taurati na Injili. Qala Ibn Kathir rahimahullah, al-Imam Ibn Kathir rahimahullah alipoitaja aya hii katika kauli yake Allah, hatta tuqimu at-Taurata wal-Injil, akasema hatta tu'minu bi jami'i ma fi aydikum au ma bi aydikum min al-kutubi al-munazzalati min Allah 'ala al-anbiya. Nyinyi hamna lolote mpaka muamini yale yote ambayo yako mikononi mwenu, miongoni mwayo ni vitabu vilivyoteremshwa kutoka kwa Allah 'ala al-anbiya, vilivyoteremshwa kwa manabii. Muradi wa hatta tuqimu at-Taurat, mpaka msimamishe Taurati na Injili, yani maana yake mpaka muamini vitabu vyote vilivyoteremshwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wama unzila ilaykum min rabbikum, na kile kilichoteremshwa juu yenu kutoka kwa Mola wenu, yani al-Qur'an. Wama unzila ilaykum min rabbikum, na kile kilichoteremshwa kwenu nyinyi kutoka kwa Mola wenu, akikusudia Allah Qur'an. Allah tabaraka wa taala akiwataka watu waiamini Qur'an, na haitoshelezi kuamini Taurat na Injili. Imani hii haitowafanya watu kuingia katika janna ya Allah tabaraka wa taala wakabakia na matarajio hayo bila kumkhofu Allah subhanahu wa ta'ala bil-imani bil-Qur'an, kwa kuiamini Qur'an, bil-imani bil-Qur'an, kwa kuiamini Qur'an. Kisha akasema al-Imam al-Bukhari, حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، kutoka kwa Abu Sa'id, kutoka kwa Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqbari rahimahullahu ta'ala, kutoka kwa Abu Huraira an Abi Hurairata, kutoka kwa Abu Huraira radiyallahu anhu qala, lisema Abu Huraira, sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mimi mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، nilimsikia mimi mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema, inna Allah khalaqa ar-rahmata yawma khalaqaha 100 rahma, hakika Allah aliumba rahma siku alipoiumba zilikuwa ni rahma 100. inna Allah khalaqa ar-rahmata, hakika Allah aliumba rahma kwa maana ya huruma. inna Allah khalaqa ar-rahma, hakika Allah aliumba rahma yawma khalaqaha, siku alipoiumba 100 rahma, zikiwa ni rahma 100, zikiwa ni huruma 100. inna Allah khalaqa ar-rahmata yawma khalaqaha 100 rahma, hakika Allah aliumba rahma siku akiumba zikiwa rahma 100. فأمسك عنده 99 رحمة، akazuilia kwake yeye. Faamsaka indahu, akazuilia kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Faamsaka indahu, kisha akazuilia kwake yeye 99 rahma, huruma
99, 99 rahma, huruma 99. Kisha akazuilia kabakisha kwake yeye Allah tabaraka wa taala 99 rahma, huruma 99. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahida, na akatuma katika viumbe vyake wote. Wa arsala fi khalqihi kullihim, na akatuma katika viumbe vyake vyote rahmatan wahida, huruma moja. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahida, na akatuma katika viumbe vyake rahma moja. Falau ya'lamu al-kafiru bikulli alladhi 'inda Allahi min ar-rahma, hivyo lau angelijua kafir. Falau ya'lamu al-kafir, hivyo lau angelijua kafir. Falau ya'lamu al-kafiru, hivyo angelijua kafir. Bikulli alladhi 'inda Allahi min ar-rahma, rahma zote zilizo mbele ya Allah. Bikulli alladhi 'inda Allahi min ar-rahma, rahma zote zilizo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lam yay'as min al-janna, lam yay'as min al-janna, asingalikata tamaa na janna ya Allah tabaraka wa taala. Lam yay'as min al-janna, asingalikata tamaa na janna ya Allah tabaraka wa taala. Makafiri lao wangelijua ile ziada aliyoiweka akiba Allah tabaraka wa taala ya rahma kwa viumbe vyake, basi makafiri wasingalikata tamaa na rahma na janna ya Allah tabaraka wa taala kwa wingi wa madhambi yao na kufuru yao. Walau ya'lamu almuslimu bikulli alladhi 'inda Allahi min al'adhab, na lau angelijua muislam. Walau ya'lamu almuslim, na lau angelijua muislam bikulli alladhi 'inda Allahi min al'adhab, adhabu zote ambazo ziko mbele ya Allah. Bikulli alladhi 'inda Allahi min al'adhab, adhabu zote ambazo ziko mbele ya Allah. Lam ya'man min an-nar, muislamu huyo asingelijiweka amani, asingelijiamini, asingelijiaminisha na moto wa jahannam. Lam ya'man min an-nar, asingelijiaminisha na moto wa jahannam. Lam ya'man min an-nar, asingelijiaminisha na moto wa jahannam. Hadithi hii ya Abu Sa'id ambayo amepokea Abu Huraira radhiyallahu anhu inatufundisha ya kwamba hatutakikani kubakia na matarajio ya kumtaraji Allah tabaraka wa taala kuwa yeye ni msamehevu mno wa madhambi, na tukajisahaulisha na kutubia na kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo tumeyachuma katika madhambi mbalimbali. Lakini pia hadithi hii inatufundisha kuwa haitakikani kubakia katika hofu bila kumtaraji Allah tabaraka wa taala kwa wingi wa madhambi ambayo sisi tumeyachuma. Qala babu sabri an maharimillahi, kisha anasema al-Bukhari katika mlango wa 20, babu sabri an maharimillahi. Huu ni mlango unaowataka watu kuwa na subra kunako haramu za Allah. Babu sabri an maharimillahi, huu ni mlango unaowataka watu kuwa na subra kunako haramu za Allah. Babu sabri an maharimillah, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika si vinginevyo watalipo wenye kufanya subra ajiri yao pasi na hisabu. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika si vinginevyo watalipo wenye kufanya subra ajiri yao bighairi hisabi, pasi na
kuhesabiwa mbele Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwa malipo makubwa ambayo watakutana nayo kullu sabirin, kila wale ambao wamefanya subra katika kutomuasi Allah tabaraka wa taala, katika kutoziendea zile haramu zenye ladha ambazo zingaliwapelekea wao kumuasi Allah tabaraka wa taala, wakafanya subra. Miongoni mwa ajiri zao ambazo watakazolipwa malipo yao ni kuwa Allah tabaraka wa taala atawalipa ajiri yao pasi na hisabu, pasi na kuhisabiwa, kwa maana ujira wao utakuwa ni mkubwa mno. Waqala Umar, na akasema Umar, anakusudiwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, almurad bihi Umar ibn al-Khattab. Waqala Umar, na akasema Umar radiyallahu anhu, wajadna khayra aishina bisabr, wajadna khayra aishina bisabri, tumekuta maisha bora ya maisha yetu, tumekuta bora ya maisha yetu ni kwa kusubiri. Wajadna khayra aishina bisabri, tumekuta, tumediriki bora ya maisha yetu ni kwa kufanya subra, tumekuta bora ya maisha yetu ni kwa kufanya subra. Lianna as-sabra miftahu su'ubati al-haya, hivyo ni kwa sababu subra ndiyo funguo za yale yote ambayo ni magumu ya maisha ya mwanadamu. Kila yaliyokuwa magumu katika maisha yako, basi fahamu kwamba kheri ya maisha hayo yaliyokuwa magumu utaipata katika kufanya subra, kuvumilia. Vumilia jambo la umaskini, vumilia mitihani aliyokukadiria Allah tabaraka wa taala, kwa sababu kinachoifuatia subra ni kheri. Innama al-usri ma'a al-yusra. Miongoni mwa malipo ya sabra, asabru, ya kufanya subra, ni kuwa Muislamu anapata, baada ya kufanya subra, anapata wepesi wa nail alkhair wal aqibati alhamida, na anaipata khairi na mwisho uliokuwa mzuri. Wa hiya min sifati almu'minin, na bila shaka jambo hili ni miongoni mwa sifa za waumini. Sifa hii ni miongoni mwa sifa za waumini. Qala rahimahullah, kasema rahimahullah, kaitaja hadithi. Qala hadathana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Ata ibn Yazid, anasema alinielezea mimi, alinikhabarisha mimi Ata ibn Yazid. قال أخبرني عطاء ابن يزيد، alinipa mimi khabari, alinikhabarisha mimi khabari عطاء ابن يزيد أن أبا سعيد أخبره، يقوم أبو سعيد رضي الله عنه alimpa khabari أن أبا سعيد، يقوم أبو سعيد رضي الله عنه alimpa khabari أن ناسا من الأنصار، ya kwamba watu fulani katika mansar, anna an-nasa min al-ansar, ya kwamba watu fulani katika mansar, anna nasa min al-ansar saalu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, walimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, au walimuomba mtume sallallahu alayhi wasallam. Saalu Rasulullah, walimuomba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Falam yasalhu ahadun minhum illa a'ta, hakumuomba yeyote miongoni mwao isipokuwa alimpa. Falam yasalhu ahadun minhum illa a'ta, hakumuomba yeyote miongoni mwao chochote isipokuwa alimpa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Kuna kundi fulani la Ansar walimwendea mtume sallallahu alayhi wasallam, kila mmoja akawa anahudhurisha na kudhihirisha shida yake na haja yake,
akimuomba mtume wa Allah ampe katika na kumtatulia hiyo haja yake. Falam yas'alhu ahadun minhum illa a'ta, hakumuomba yoyote katika wao miongoni mwao isipokuwa alimpa. Hatta nafida ma inda, mpaka vikaisha vyote vilivyokuwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatta nafida ma inda, mpaka vikaisha vyote vilivyokuwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala lahum hina nafida kullu shay'in, faqala lahum, akasema kuambia wao wakati vilipomalizika vyote. Faqala lahum hina nafida kullu shay'in, akasema kuambia wao wakati vilipoisha vyote. Anfaqa biyadayhi, faqala lahum hina nafida kullu shay'in anfaqa biyadayhi, akasema kuambia wao wakati vilipoisha vyote ambavyo alivitoa kwa mikono yake miwili. Wakati vilipoisha vyote alivyovitoa biyadaihi, kwa mikono yake miwili. Ma yakunu indi min khairin la adakhiruhu ankum, chochote ambacho kiko kwangu mimi katika khairi. Ma yakunu indi min khairin, chochote ambacho kiko kwangu mimi. Ma yakunu indi min khairin, chochote kile ambacho kiko kwangu mimi katika khairi. La adakhiruhu ankum, sitokizuia nikakunyimeni nyinyi. La adakhiruhu, sikizuii au sikibakishi nikakunyimeni nyinyi. La adakhiruhu ankum, sikizuii nikakunyimeni nyinyi. Wa innahu man yasta'iffa yu'iffuhu Allah, na hakika mambo yalivyo, akawaambia mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa wamekithirisha kuomba, wakaomba, akawaambia jamani, chochote ambacho kiko kwangu mimi katika kheri sikiweki akiba nikakunyimeni nyinyi, na hakika mambo yalivyo, man yasta'iffa yu'iffuhu Allah, yeyote ambaye atajihifadhi, yeyote ambaye atajistiri, atajihifadhi, kwa sababu al-iffa ni mtu kuwa mcha Mungu na kutoshelezeka na hali yake aliyokuwa nayo. Ni daraja miongoni mwa daraja za kumcha Allah tabaraka wa taala. Yeyote ambaye atajitosheleza na akamcha Allah tabaraka wa taala, yu'iffuhu Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanya awe ni mwenye kujitosheleza. Allah atamfanya awe ni mwenye kujitosheleza. Yeyote atakayejitosheleza, yani atakayemhofu Allah, atakayejistiri, akawa si mwenye kuombaomba, yeyote atakayejitosheleza, yu'iffuhu Allah, Allah atamfanya awe ni mwenye kujitosheleza. Wa man yatabassar yubassiruhu Allah, na yeyote atakaye kuwa mwangalifu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfanya kuwa mwangalifu. Wa man yatabassar wa man yatasabbar, na yeyote atakayejisubirisha. Wa man yatasabbar, na yeyote atakayejisubirisha, atakayevumilia, basi Allah subhanahu wa ta'ala yusabbiruhu, atamfanya kuwa na subra, atamuwafikisha kuwa ni katika wenye kusubiri. Wa man yatasabbar, na yeyote atakayefanya subra, atakayejizuia akafanya subra, yusabbiruhu Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamuwafikisha kuwa ni mwenye kusubiri. Allah subhanahu wa ta'ala atamuwafikisha kuwa ni mwenye kusubiri. Wa man yastaghni yughnihi Allah, na yeyote atakayejitosheleza, si Allah subhanahu wa ta'ala atamtajirisha. Wa man yastaghni yughnihi Allah,
na yeyote atakayejitosheleza Allah subhanahu wa ta'ala atamtajirisha. Walan tu'tu 'ataa khairan, na wala hamtopewa kipawa cha khairi. Walan tu'tu 'ataa khairan, na wala hamtopewa kipawa kilichokuwa cha khairi. Wa awsa'a, na kilichokuwa kipana zaidi. Wa awsa' na kilichokuwa kipana zaidi minasabri, kuliko kufanya subra. Walan tu'tu, hiyo ni walan tu'tu, sio tu'tu. Walan tu'tu 'ata khairan, na wala hamtopewa kipawa kilichokuwa cha khairi. Walan tu'tu 'ata khairan, na wala hamtopewa kipawa kilichokuwa cha khairi zaidi. Wa awsa', na kilichokuwa kipana zaidi minasabri, kuliko kufanya subra. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول، anasema alitusimulia sisi Khallad ibn Yahya qala hadathana Mis'ar, alitusimulia sisi Mis'ar. Hadathana Ziyad ibn Alaqa, alitusimulia sisi Ziyad ibn Alaqa qala, anasema sami'tu al-Mughira ibn Shu'bah yaqul, nilimsikia mimi al-Mughira ibn Shu'bah akisema سمعت المغيرة بن شعبة يقول، نلمسكي ميمي المغيرة ابن شعبة أكسيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدما. alikuwa kiswali mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa nabii والله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدما، akisali mpaka inavimba miguu yake. Hatta tarima au tantafikha qadama, hii ni shaka ya rawi. Alikuwa mtume wa Allah akisali anakusudia ile qiyamul layl, vile visimamo vyake vya usiku alayhi salatu wassalam. Alikuwa akisimama visimamo vyake vya usiku akisali alayhi salatu wassalam hatta tarima au tantafikha qadama, mpaka inavimba miguu yake. Tarima au tantafikha, maneno haya takriban yana maana moja, mpaka inavimba miguu yake miwili. Fayuqalu lahu, huambiwa ya Rasulullah, kwa nini unajitaabisha? Fayuqalu lahu, huambiwa ya Rasulullah, kwa nini unajitaabisha? Hiyo jumla inabeba maana hiyo. Fayuqalu lahu, kisha huambiwa ya Rasulullah, kwa nini unajitaabisha kwa kiwango hiki? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, na ulikwisha samehewa madhambi yako yaliyotangulia na yanayokuja. Ibara hiyo inabeba maana hiyo kwa sababu zimekuja baadhi ya hadithi zimezungumzia hilo. Akiulizwa ya Rasulullah, unajitaabisha na wewe ulikwisha samehewa madhambi yaliyotangulia na yatakayokuja? Fayaqulu, akisema alayhi salatu wassalam, afala akunu abdan shakura, hivi mwaonaje nisiwe mja mwenye kushukuru? Afala akunu abdan shakura, hivi nisiwe mja mwenye kushukuru? Afala akunu abdan shakura, hivi nisiwe mja mwenye kushukuru? Mlango wa 21, qala babu wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Sema na mlango wa 21, huu ni mlango unaosema wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh, na yeyote atakayemtawakkali Allah,
yeyote atakayemtegemea Allah basi yeye pekee ndiye mwenye kumtosheleza. Waman yatawakkal ala Allah, na yeyote mwenye kumtegemea Allah, fahuwa hasbuh, basi yeye pekee ndiye mwenye kumtosheleza. وقال الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى، na akasema الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى wakati alipokuwa akitafsiri aya hii, alipoitaja aya hii الربيع بن خثيم, au alipokuja katika mlango huu al-Imam al-Bukhari rahimahullah, wakati alipotaja mlango huu akaitaja kauli ar-Rabi' ibn Khuthaym rahimahullahu ta'ala, qala min kulli ma daqa 'ala an-nas, Allah atamtosheleza kwa kila ambacho kitaleta dhiki kwa watu. Fahuwa hasbuh ay min kulli ma daqa 'ala an-nas, kutokana na kila ambacho kitaleta dhiki juu ya watu. Tafsiri yake, waman yatawakkal ala Allah, na yeyote atakayemtegemea Allah, fahuwa hasbuh, basi yeye pekee ndiye mwenye kumtosheleza. Min kulli ma daqa ala an-nas, kutokana na kila kitakacholeta dhiki kwa watu. Kwa hiyo maneno haya ya Ar-Rabi' ibn Khuthaym rahimahullah ilikuwa ni tafsiri ya aya hii katika mlango huu alioleta al-Imam al-Bukhari. kisha qala haddathani Ishaq qala haddathana Rawh ibn Ubadah qala haddathana Shu'bah sami'tu Husayn ibn Abd al-Rahman qala, anasema alitusimulia sisi Rawh ibn Ubadah akasema haddathana Shu'batu, alitusimulia sisi Shu'ba. Qala, sema Shu'ba, sami'tu Husayn ibn Abd al-Rahman, nilimsikia mimi Husayn ibn Abd al-Rahman. Sami'tu Husayn ibn Abd al-Rahman, nilimsikia mimi Husayn ibn Abd al-Rahman. Qala, alisema kuntu qa'idan 'inda Sa'id ibn Jubair, nilikuwa ni mwenye kukaa mbele ya Sa'id ibn Jubair. Kuntu qa'idan 'inda Sa'id ibn Jubair, nilikuwa ni mwenye kuketi au kukaa mbele ya Sa'id ibn Jubair. Faqala, akasema, an ibn Abbas, imepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas. An ibn Abbas, akasema Sa'id ibn Jubair, imepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam alisema, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighayri hisab, wataingia katika janna katika ummati wangu watu 70,000 pasina kuhisabiwa. Yadkhulul jannata min ummati, wataingia katika janna katika ummati wangu. Yadkhulul janna, wataingia peponi, wataingia katika janna. Min ummati, katika ummati wangu. 70,000, watu 70,000 bighairi hisab, pasina kuhisabiwa, pasina kuhisabiwa. Kisha akawataja watu hao ambao walikuwa na sifa hizi. Qala humul ladhina la yastariqun, ni wale ambao hawakuwaomba watu wengine kuwafanyia ruqya. Humul ladhina la yastariqun, ni wale ambao hawakuwaomba watu wengine kuwafanyia ruqya. Humul ladhina la yastariqun, ni wale ambao hawakuwaomba watu wengine kuwafanyia ruqya. Limadha? Likamali tawakkulihim ala Allah, kwa sababu ya ukamilifu wa kumtegemea kwao Allah tabaraka wa taala. Na haimaanishi kwamba ruqya ni haramu, lakini watu hawa walipata daraja hii ya kuingia katika pepo ya Allah pasi na kuhisabiwa, kwa sababu hawakuhitajia msaada kwa watu wengine kuwafanyia ruqya. Na haimaanishi kwamba ni haramu,
lakini kwa sababu ya ukamilifu wa utegemea wao kwa Allah, kwa sababu ya ukamilifu wa kumtegemea kwao Allah tabaraka wa taala, hawakumtaka mtu kuwafanyia ruqya, walijifanyia wenyewe, walimuomba Allah wenyewe na Allah akawatatulia matatizo yao. Wala yatatayyarun mubarakan fi taala tamtajirisha, wali unajitabisha. Ibn Khuthaym rahimahullah ni wale ambao hawakuwaomba watu wengine kuwafanyia ruqya. Humul ladhina la yastariqun, ni wale ambao hawakuwaomba watu wengine kuwafanyia ruqya. Limadha? Likamali tawakkulihim ala Allah, kwa sababu ya ukamilifu wa kumtegemea kwao Allah tabaraka wa taala. Na haimaanishi kwamba ruqya ni haramu, lakini watu hawa walipata daraja hii ya kuingia katika pepo ya Allah pasi na kuhesabiwa, kwa sababu hawakuhitajia msaada kwa watu wengine kuwafanyia ruqya. Na haimaanishi kwamba ni haramu, lakini kwa sababu ya ukamilifu wa utegemea wao kwa Allah, kwa sababu ya ukamilifu wa kumtegemea kwao Allah tabaraka wa taala, hawakumtaka mtu kuwafanyia ruqya, walijifanyia wenyewe, walimuomba Allah wenyewe na Allah akawatatulia matatizo yao. Wala yatatayyarun, wala hawaitakidi itikadi ya ndege. Wala yatatayyarun, wala hawakorofiki kwa ndege, yani hawatatui mambo yao, hawaachi kufanya mambo yao kwa kuitakidi ukorofi wa ndege. Wala yatatayyarun, wala hawaitakidi ukorofi wa ndege, yani tafsiri ya fupi, hawaitakidi ukorofi wa ndege. Wala yatatayyarun, wala hawaitakidi ukorofi wa ndege, kwa sababu Waarabu zamani katika zama za jahiliya walikuwa hawapitishi mambo yao. Anayetaka kusafiri hawezi akasafiri mpaka ndege amtabirie safari yake ni salama au si salama. Kwa hiyo walikuwa wakiitakidi ukorofikaji wa hali kupitia utabiri wa ndege. Miongoni mwa wale ambao watakaoingia katika janna ya Allah pasina kuhesabiwa ni wale ambao la yatatayyarun, hawaitakidi ukorofi wa ndege, itikadi ya ndege ya kutabiri mambo yao kupitia ndege. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao ni wenye kutegemea. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao ni wenye kutegemea. Al-Imam Abu Suleiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala katika Maalimu as-Sunan, akifanya sharhi katika Sunan Abi Daud, alitaja hadithi hii akasema, wa hadha min arfa'i darajati al-muhaqqiqin bil iman, wa hadha min arfa'i darajati al-muhaqqiqin bil iman, na hii ni katika daraja za juu za wale wenye kuihakiki imani yao. Ukihitajia kuwa miongoni mwa wale ambao wataingia katika janna ya Allah tabaraka wa taala pasi na kuadhibiwa, pasi na kuhesabiwa wala kuadhibiwa, kwa sababu imekuja riwaya ya Abdullah ibn Abbas kwamba wataingia watu katika pepo ya Allah 70,000 pasi na kuhesabiwa wala kuadhibiwa. Ukitaka uhesabiwe kuwa miongoni mwa hawa, basi jitahidi kupekua tawakkuli yako kwa Allah tabaraka wa taala. Jitahidi kupekua tawakkuli yako kwa Allah tabaraka wa taala. Usifanye jambo kwa kumtegemea ustadhi fulani ndo akufanyia kuombea dua kwa Allah tabaraka wa taala. Kuwa na mafungamano na mawasiliano ya karibu baina yako na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ukihitajia jambo muombe Allah subhanahu wa ta'ala, na huu ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Abdullah ibn Abbas alipomwambia wakati amembeba kwenye punda wake, juu ya mgongo wa punda wake, akimwambia idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah,
ukiomba basi muombe Allah tabaraka wa taala, na ukitaka msaada mtake Allah subhanahu wa taala msaada pekee. Qala babu ma yukrahu min qila wa qal, kisha akasema mlango 22 babu ma yukrahu min qila wa qal. Huu ni mlango wa kile kinachoharamishwa katika qila na qal. Huu ni mlango wa kile kinachoharamishwa. Yukrahu bimaana yuhramu. Huu ni mlango wa kile kinachoharamishwa katika qila na qala. Qila na qala ni maneno ya umbea, ni kwamba kumesemwa na amesema. Qila kumesemwa, wa qala na amesema, ni ile habari ya watu kupokezana maneno. Kwa lugha fupi, habari za umbea. Huu ni mlango unao wa kile kinachoharamishwa katika habari za umbea au maneno ya umbea ya kumesemwa na amesema. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد. anasema Hushaym ametukhabarisha sisi asiyekuwa mmoja, ametupa habari asiyekuwa mmoja, kwa maana tumepewa habari na wengi. Minhum Mughiratun, miongoni mwao ni Mughira. Miongoni mwa waliotupa habari Mughira ni Mughira, wenda ni Mughira ibn Shu'ba. Minhum, miongoni mwao waliotupa habari Mughira ni Mughira. Wa fulanun, na fulani. Al-Imam al-Bukhari hakumtaja hapa, lakini ametajwa mtu mwenyewe, anasema ni Mujarid ibn Sa'id rahimahullah. Fulanun al-muradu bihi Mujarid ibn Sa'id rahimahullah. Wa rajulun thalithun aidan, na mtu watatu mwingine vile vile. Yani alitusimulia sisi, miongoni mwa waliotusimulia ni mtu watatu mwingine. Inahitamili mtu huyo akawa ni Daud ibn Abi Hind rahimahullah. Daud ibn Abi Hind rahimahullah, kama alivyosema al-Hafidh ibn Hajar. Inawezekana mtu huyo anakusudiwa Daud ibn Abi Hind. Ani Sha'bi, kutoka kwa al-Imam al-Sha'bi rahimahullah. Ani Sha'bi, kutoka kwa Sha'bi. An Warrad katib al-Mughira ibn Shu'ba, kutoka kwa Warrad ambaye alikuwa ni mwandishi sekretari wa al-Mughira ibn Shu'ba. An Warrad katib al-Mughira ibn Shu'ba. An Warrad katib al-Mughira ibn Shu'ba, kutoka kwa Warrad sekretari au mwandishi wa al-Mughira ibn Shu'ba. Anna Muawiyah radiyallahu anhu, ya kwamba Muawiya radiyallahu anhu kataba ila al-Mughira, alimwandikia barua Mughira ibn Shu'ba. Kataba ila al-Mughira, alimwandikia al-Mughira ibn Shu'ba barua. Aniktub ilayya bihadithin sami'tahu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akimwambia hivi, niandikie hadithi uliyoisikia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Niandikie hadithi uliyoisikia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Aniktub, akimwambia hivi, niandikie bihadithin sami'tahu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hadithi uliyoisikia wewe kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala fakataba ilayhi al-Mughira, anasema kisha akamwandikia Mughira, akamwandikia Muawiya, akamwandikia Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu. Fakataba ilayhi al-Mughira, akamwandikia barua Mughira. Fakataba ilayhi al-Mughira, akamwandikia barua Mughira. Inni sami'tuhu yaqulu 'inda insirafihi min as-salah, hakika mimi nilimsikia akisema wakati wa kumaliza kwake kuswali. Inni sami'tuhu yaqul, hakika mimi nilimsikia akisema 'inda insirafihi min as-salah,
wakati wa kumaliza kwake kusali, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nilimsikia mtume akiyasema maneno haya. Huu ni uradi katika nyiradi za baada as-sala, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah tabaraka wa taala, wahdahu la sharika la, ili hali amepwekeka hana mshirika, lahul mulku, ufalme pekeni wake, walahul hamdu, na himidi zote njema pekeni zake, wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye juu ya kila kitu ni muweza. Qala wa kana yanha an qila wa qal, mahallu shahid. Qala, akasema, wa kana yanha an qila wa qal, na alikuwa akizuia habari za kumesemwa na amesema. Wa kana yanha, na alikuwa akikataza. Wa kana yanha, na alikuwa akikataza. An qila wa qal, habari ya kumesemwa na amesema, yani alikuwa akikataza habari za umea, habari za kuzungumza ovyo ovyo, kuzungumza kila anachojisikia mtu. Qala ash-Shurrah, anasema al-Imam al-Hafidh ibn Hajar, wa kana yanha an qila wa qala, akasema rahimahullah, al-laghu wa fudul al-kalam, alikuwa akikataza upuuzi na maneno yasiyokuwa na maana, maneno yasiyokuwa na faida. Alikuwa akikataza upuuzi, maneno ya kipuuzi, wa fudul al-kalam, na maneno mengine yasiyokuwa na faida, wa kathrati sual, na wingi wa kuuliza, na kuuliza sana, kuuliza mno alikuwa akikataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kathrati sual, na kuuliza sana alikuwa akikataza alayhi salatu wassalam. Wa kathrati sual, na kuuliza sana, na hiyo ilikuwa ni haramu. Ili jambo la kuuliza sana ilikuwa ni haramu katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa halalun ba'da mautihi in da'at alhajatu ila dhalik, na jambo hili ni halali lafaa baada ya kufa kwake alayhi salatu wassalam, ikiwa haja italazimu hivyo, kwa sababu kulikatazwa ukithirisha kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam maswali kwa kuchelea uzito kwa waja wa Allah. Allah angelishusha hukumu nyingi zikawa ni nzito na ngumu kuzifanyia kazi kwa waja wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo pia alikuwa akikataza kuuliza mno alayhi salatu wassalam. Wa idha'ati almal, na kupoteza mali, alikuwa akikataza kuzipoteza mali. Qala al-Hafidh, maana yake idha'atul mal, maana ya idha'atul mal, qala al-jumhur, anasema al-Hafidh ibn Hajar, inna al-murada bihi as-sarfu fi infaqihi, makusudio yake ni kufanya israfu katika kuzitoa mali. Mtu kutoa mali mpaka akawa anafanya israfu, asiwe mtu akawa hayuko makini katika utoaji wa mali yake. Qala wa man'in, kadhalik alikuwa akikataza juu ya jambo la watu kuzuia kutoa. Wa man'in, na alikuwa akiwakataza watu kuzuia wao kutoa mali zao. Kuna watu wana tabia ya ubakhili, alikuwa akiwakataza watu ubakhili. Wa man'in, na alikuwa akiwakataza watu Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la wao kukataa kuzuia mali, kukataa kutoa mali zao. Wahatin, pia vile vile alikuwa akiwakataza watu kutoa na kudai mno. Wahatin ni mtu kukopesha halafu akawa ni mdaiji mno, alikuwa pia hilo akilikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wahatin vile vile alikuwa akikataza kudai sana kupita kiasi, yani mtu umemkopesha mali, umemkopesha chochote, ukawa sasa una karaha katika kumdai
kila baada ya dakika 2, sasa shoga yangu na kukumbusha lile deni langu. Baada ya dakika 3, shoga yangu na kukumbusha lile deni langu la mkufu nilokuuzia. Baada ya dakika 2, shoga yangu, vipi lile deni langu? Haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza mtu unapomkopesha mpe muda. Wa uquqil ummahat, vile vile kuwaasi kina mama. Wa uquqil ummahat, vile vile kuwaasi kina mama, kuwaasi wazazi wa kike, kuwaasi maasiyatuhunna wal khuruj alayhinna wa tadyi' huquqihin. Kuwaasi ni kule kutowatii, kutokuwa mtiifu kwa wazazi na kupoteza zile haki zao. Wa wa'dil banat, na kuwazika watoto wa kike wakiwa hai. Wa wa'dil banat, na kuwazika watoto wa kike wakiwa hai. Alwadu ni kuwazika watoto wa kike wakiwa hai, katika ada mbaya waliokuwa nayo Warabu katika jahilia. Ni kwamba walikuwa mmoja wao anapompata mtoto wa kike, ile ambayo kwa hakika ni neema, basi haizingatii kama neema, na wale watoto wanawachukua wanawachimbia makaburi na kuwazika ili hali wakiwa hai. Qala wa an Hushaym akhbarana Abdul Malik ibn Umayr قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الملك بن عمير anasema sami'tu warradan, nilimsikia Warrad ambaye tumesema alikuwa ni sekretari katibu wa al-Mughira ibn Shu'ba. Anasema Abdul Malik, nilimsikia Warrad yuhadithu hadha alhadith, akisimulia hadithi hii عن المغيرة kutoka المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم kutoka mtume صلى الله عليه وسلم. Kisha mlango unaofuata ni mlango wa 23 unaosema babu hifdhil lisani wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut. وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.